Naam, bwana, huko mitandaoni kumekuwa na mjadala mzito sana baada ya Abigail Chams kutoa hit song ambayo amemshirikisha Harmonize. Ngoma inakwenda kwa jina la Me Too, ambapo mpaka sasa hivi bado hiyo ngoma inafanya vizuri, na hata juzi tulikuambia kwamba ilikuwa inafanya vizuri Uganda ikiwa na trend namba 1, imefanya vizuri nchi za Saudi Arabia, Oman huko bwana, lakini pia ngoma hiyo imechezwa katika redio ya BBC One Extra London, Uingereza. Umeona bwana. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana, na hapa Bongo imetrend namba 1 kwa muda wa zaidi ya wiki 3 kwenda 4 hivi, tokea Ramadhani haijaanza mpaka imekuja kuisha, ngoma hiyo ilikuwa iko on trending namba 1. Umeona bwana, lakini pia kwenye upande wa Shazam pia ina trending almost Afrika Mashariki nzima. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana kuhusiana na hii ngoma, na hii ni moja kati ya ngoma ambazo zimempandisha chati kwa kasi sana huyu bibie Abigail Chams, na sasa hivi ameanza kushindanishwa na mastaa wengine wa kike ambao wanafanya vizuri hapa Tanzania kama vile Nandy pamoja na Zuchu. Sasa basi mjadala umeanzia hapa. Kuna mdau hapa amekuja kuweka makala ambayo inazungumzia hili swala, akiwa anasema kwamba naheshimu sana ukubwa wa Nandy na Zuchu kwenye mziki wa Tanzania, lakini hii haifanyi ngoja ni like kabisa hiki kitu ambacho amekiandika. Akasema kwamba lakini hii haifanyi nichukulie poa uwezo wa Abigail Chams. Binti huyu amemzidi sana Nandy na Zuchu kwa kipaji na elimu ya mziki. Ya hiyo ni kweli, kwa sababu ukimwangalia Nandy hakuna chombo chochote cha mziki ambacho anapiga. Ukimwangalia Zuchu pia hakuna chombo chochote cha mziki ambacho anapiga. Umeona bwana, hawa labda wakijitahidi sana ni miuno, lakini huyu Abigail Chams ana uwezo wa kukata miuno vile vile akiwa kama msanii. Lakini ukiachana na hayo yote, huyu dada ana vocal, anapiga vocal za ajabu sana, na on top of that ni kwamba huyu binti ana uwezo wa mpaka kupiga violin. Anapiga violin, kile kigitaa kinachokoga kwenye shingoni hapa, kinabanwa shingoni, nadhani wakijua kile kigitaa kama kizeze fulani hivi. Anapiga kile violin, anapiga kinanda, huyu binti anapiga gitaa. Unaona, anapiga mpaka bass guitar. Kwa hiyo ni binti ambaye yuko very complete set, au vipi bwana? So huyu jamaa akaendelea kusema kwamba tumeona matunda ya Abigail Chams baada ya Me Too kufika ugaibuni, lakini kwa mimi hapa mdau wa mziki nimeshaona tangu zamani kwamba Abigail ndiye msanii pekee wa kike anayeweza kuipeperusha bendera ya Tanzania katika anga la kimataifa. Abigail Chams alikuwa anaimba ngoma kali, lakini haziendi kama ipasavyo kwa sababu hakuwa na showbiz. Yani alikuwa hajui kutengeneza kiki au kufanya mziki uende kwa kusukuma na matukio. Lakini mziki wa sasa hivi bwana, mbali na talent kama inavyoeleweka, mziki wa sasa hivi mbali na talent inabidi kidogo uwe mtu wa kujituma, kutumia kiki kibao. Hatimaye amempata Makonde, kijana aliyejifunza kiki kutoka kwa mfalme wa kiki Tanzania Diamond Platnumz, na ndio maana sasa hivi mnaona kabisa kwamba Abigail Chams kama vile anapenya zaidi ndani na nje ya Tanzania. Utofauti wa Abigail Chams na Nandy pamoja na Zuchu ni ile asili ya kuwa wa kimataifa. Tayari Abi ndani yake ana unyamwezi fulani hivi, amekulia familia ya kinyamwezi, hivyo basi hata akili yake inawaza unyamwezini, tofauti na hawa wasanii wengine ambao akili zao wamelenga zaidi ngoma zao zihiti hapa Bongo, na hata wakitoa ngoma za kimataifa hazifiki mbali kwa sababu Kiingereza. Umeona Alafu pia vile vile ni kwamba matamshi na mistari yao huaga havi sound kabisa kimataifa, ila Abigail Chams akipiga kitu unaona kabisa kwamba ni Rihanna, Beyonce hawa hapa. Okay, huyu jamaa akaendelea kusema kwamba Nandy na Zuchu tayari wana zaidi ya miaka 30 sasa hivi kwenye mziki, akasema kwamba kwenye mziki ni miaka mingi hii, hivyo basi huenda isiwe rahisi kwao kufanya makubwa zaidi. Ila Abigail Chams ndio kwanza ana miaka 21, ana muda mrefu sana wa kupambana na kujifunza zaidi. Kiukweli ni kwamba nikimuona Abigail Chams naona kabisa future yake ni nzuri kama Tyler yule wa South Africa. Umeona, of course watu wengi sana wamekuwa wakimlinganisha huyu Abigail Chams na Tyler yule msanii wa South Africa, ambaye naye pia alitoaga nyimbo ya Wote ikaenda kimataifa. Sasa watu wengi sana wanamuona huko huyu Abigail Chams kwa sababu amechangamka sasa hivi, anajua kutengeneza kiki. Tumeona amejifanya yuko katika mahusiano na Harmonize, lengo tu kazi ziende, na kweli kazi tunaona kabisa zinaenda. Lakini ukiachana na hilo, huyo binti ukiachana na kwamba japokuwa unamuona kama mtoto fulani hivi wakishua, lakini nadhani mnamjua kwenye swala la miuno jambo ambalo linawakosha hata wabongo. Kwa hiyo it means kwamba anataka kuwa stage performer.
unaelewa. Ukiachana tu na talent na kupiga vyombo na vocal alizonazo, lakini still amekuwa ana presence fulani hivi, akisimama jukwaani anaweza kuperform. Ukiachana na hayo yote sasa, kiki nazo pia sasa hivi amezijua. Kwa hiyo ni moto juu ya moto. Sasa hivi hawa mabinti wengine inabidi wakae kwa kusubiri, wakae tayari, kwa sababu huyu binti anakuja kwa kasi sana. Na ukiachana na hayo yote, ndio kama walivyosema kwamba ni binti mdogo, lakini pia ana muonekano, huyu binti ni very beautiful. Kwa hiyo pia hicho ni kitu kingine ambacho kinasaidia sana mziki wa msanii wa kike uende. Ukiwa msanii mbaya, mara nyingi huaga watoboi, labda uwe na talent kali kama Sia. Lakini ukiwa huna talenti ile ya Sia alafu muonekano wako zero, utoboi. Lakini ukiwa kwa cute, ni rahisi sana kwenda, na ndio maana tumeona yule Tyler wa Marekani, Tyler wa South Africa amepenya kwa sababu yuko very beautiful, kikaangalia ni kazuri. So the same pia kwa Abigail Chams. Kwa hiyo ile hope ya kuleta Grammy Tanzania tunaiweka kwake Abigail Chams. Kwa watu ambao wanajua muziki nadhani watakuwa wanaelewa ninachokizungumza. Lakini huyu jamaa mwenye hii makala ameendelea kuzungumza kwamba huenda ndio akawa mtu wa kwanza kabisa kuleta tunzo ya Grammy hapa Bongo. Umeona, hiki ndio kitu ambacho nilichokuwa nakizungumza hapa. Lakini pia akaendelea kusema kwamba cha msingi tuendelee kumtia moyo na kupunguza vita na majungu ya sisi kwa sisi. Tugombane na wasanii wa nje, lakini sio wa humu ndani. Tuhakikishe hawagombani na tusigombane nao. Endapo kuna ulazima wa kugombana, basi iwe kwa msingi ya kibiashara na sio chuki binafsi. Umeona bwana? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Na pia vile vile nitasahau kusema kwamba huyu binti ana Kiingereza kizuri sana. Yaani kwamba anaweza kuandika nyimbo ya Kiingereza ika make sense. Umeona, tofauti na wengine hao waga wakiandika nyimbo zao za Kiingereza zi make sense, wanachomeka tu maneno mawili matatu basi ili mradi liende. Lakini huyu ukisikiliza hii nyimbo ya Me Too, ameongea vitu vinaeleweka mule ndani. I know I'm only 21 and you are 31 and you are the only one. Umeona, yani vitu ambavyo vina make sense, kwamba story inaeleweka kwamba anajizungumzia na miaka 21, mwanaume ambaye amempenda ambaye ni Harmonize na miaka 31, lakini huyo ndo mwanaume wake wa pekee na vitu vingine kibao. Kwa hiyo ukisikiliza ile nyimbo inakupa hata message vile vile, kutokana na utunzi ambao yuko nao, kutokana na uwezo waliokuwa nao wa kuzungumza Kiingereza, tofauti na wasanii wenzile hawa wa kike, kidogo anawapiga hapo gap. Kwa hiyo ngoja tuone. Hii ni Me Too imetoka na imekuwa very successful. Ngoja tuone, mwaka ndo kwanza umeanza. Je, atakuja tena na ngoma nyingine ambayo itakuwa ni kali kama hii, au na yeye pia atadrop, au atakuja na ngoma kali zaidi? So ni swala tu la kumpa muda, na kama ulivyosikia kwamba binti ana miaka 21 tu, kwa hiyo muda wa kujaribu vitu tofauti bado anao. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.